Haiti imeweza kufaulu kwa kiwango gani. Lakini kwanza tuangazie taarifa ambazo pia tumekuandalia nyinginezo. Wakazi eneo la Miungoni, eneo bunge la Lungalunga, kaunti ya Kwale, kwa ushirikiano na shirika la Haki Yetu wameandamana kushinikiza serikali kuu na kaunti ya Kwale kutekeleza mapendekezo ya kamati ya bunge maombi ya umma ya Novemba mwaka 2024 ya ugawanyaji wa ardhi kwa wenyeji. Kamati ya bunge ya maombi ya umma Public Petition Committee chini ya mwenyekiti wake Nimrod Mbai ilipendekeza ugawaji wa ardhi baada ya mzozo kati ya wenyeji na mwekezaji wa binafsi anayedaiwa kupata ardhi hiyo kinyume na sheria. Wakizungumza kule Muingoni, wananchi hao wamesema iwapo serikali na viongozi watashindwa kuchukua hatua ipasavyo kufikia mwaka wa 2026, wenyeji watachukua hatua. Wanasema ni kinyume na katiba wao kukaa bila hati miliki za ardhi za mahali walipoishi kwa miongo mingi, huku wakionya kuwa hawataruhusu wanasiasa kuingilia swala hilo na kutumia tatizo lao kama njia ya kujipatia kura. Public Petitions Committee ilitoa ripoti muhimu iliyothibitisha kuwa ardhi inayogombewa ni ya umiliki wa pamoja baina ya jamii, serikali ya kaunti ya Kwale na mwekezaji Velji Parbat. Japokuwa hii ilikuwa ni hatua kubwa ya kihistoria kwa jamii ambayo imeishi katika sintofahamu ya ardhi kwa miongo mingi, na licha ya mafanikio haya ya kisheria, utekelezaji wa mapendekezo ya bunge umesimama. Baba zetu wataenda, tutabaki sisi. Tutakaa wapi sisi? Tunataka shamba letu, hatuna mambo mengine. Wanasiasa tumechoka kudharauliwa, tumechoka kunyanyaswa kwa sababu tuko wachache huku hatutambuliki. Ile milioni 3 iliyotolewa kule bungeni tunahitaji. Tumesubiri serikali itupatie shamba letu, lakini imekuwa ni wakati wa kudanganywa kila wakati. Hata mbunge mwaka jana alikuja hapa na kamati yake yote kutoka bunge, na wakaja tukakaa mkutano hapa na wakasema shamba limerudi kwa wananchi, lakini mpaka saa hii hatujapata shamba letu. Kwamba sisi kama shirika tutakuwa sako na bako kwa wananchi wa Miongoni kuhakikisha hii haki imepatikana na wananchi wamepata shamba yao. Wadau wa masuala ya jinsia wanaendelea kuibua wasiwasi kuhusu